Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Leo hii msafara wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan umeweza kushtumiwa vikali kutokana na bei mpya za mafuta kupanda nchini Tanzania. Ahadi aliyokuwa ameweza kuitoa Rais Mama Samia Suluhu Hassan ni ya kwamba yeye pamoja na viongozi wake walioko katika serikali ya CCM wataweza kupunguza magari wanayozidi kuyasafiria kutoka mkoa mmoja hadi mwingine. Ila video hii katika screen yako leo hii imeweza kuibua utata katika mitandao ya kijamii, wengi kutofurahishwa na msafara huo ulioonekana ukiwa na magari mengi, viongozi wakuu wa chama cha CCM wakisafiria kutoka mkoa mmoja hadi mwingine. Mtazamaji wangu, itakuwa ni jambo jema iwapo ni mara yako ya kwanza kupatana na video zetu, uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Na mtazamaji wangu, kwa kweli uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, Rais Mama Samia Suluhu Hassan yeye binafsi aliweza kuweka hadharani kupanda kwa bei za mafuta, jambo ambalo lingeweza kutarajiwa uongozi uweze kutoa mfano bora kipindi na wakati ambapo raia wa kawaida wanaozidi kumiliki magari binafsi na yale ya biashara wanapokuwa wakikatazwa kuhusiana na kuchukua mafuta mengi katika petrol station. Waweze kuelewa kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta, lazima mafuta yaweze kuuzwa kwa kipimo ama kwa kiwango kidogo, ndipo ambapo kila mtu aweze kupata. Ila mtazamaji wangu, leo hii msafara ulioweza kutizama umeweza kuonyesha wazi ya kwamba viongozi walioko serikalini wanazidi kujijali wao binafsi na sio kujali wananchi wa chini nchini Tanzania. Mtazamaji wangu, kwa kweli nina uhakika msafara huo katika magari hayo, sio kila nafasi ya kiti katika magari hayo imeweza kujazwa, ila ni ubabe wa kuonyesha wananchi ya kwamba na chama pinzani ya kwamba chama tawala cha CCM ndicho chama kikuu nchini Tanzania. Kauli sawia na ile aliyoweza kuizungumza Rais Mama Samia Suluhu Hassan, akiweka hadharani kwamba ameweza kuzima chama Chadema kisiasa kwa kumkamata Mheshimiwa Tundu Lissu, na pia chama hicho Chadema kushindwa kutoa upinzani na kuwajibisha serikali iliyoko madarakani inayoongozwa na chama cha CCM. Hivyo basi, mtazamaji wangu, kwa kweli hii hapa inazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo serikali hii kweli ipo madarakani, ila kwa njia moja ama nyingine haingependa kwa kujifanikisha ahadi walizoweza kuziahidi kwa wananchi wa Tanzania, bali ingependa kuonyesha ubabe wananchi wa Tanzania na viongozi pinzani, jambo ambalo halitaweza kusaidia uchumi kuimarika, bali kusababisha gharama kubwa ya maisha kwa mwananchi wa chini nchini Tanzania. Mfano bora ni ya kwamba, mtazamaji wangu, katika msafara huo, kama kweli magari hayo yote yasingeweza kutumika kuelekea katika korokoro, eneo hilo waliokuwa kiendeleza rali zao, mtazamaji wangu, amini usiamini, siku kesho kutakuwa na baadhi ya magari ambayo yataweza kulazimika kushindwa kutoka barabarani kutokana na bei za mafuta kupanda na mafuta kukosekana. Hii hapa ni baada ya mafuta kuongezwa kwa bei. Mtazamaji wangu, kuna baadhi ya wasafiri wanaotaka kusafiri kutoka eneo moja hadi lingine kwa ajili ya shughuli za kazi. Hivyo basi, hii inaonyesha wazi kwamba watashindwa kuelekea katika eneo wanaozidi kutakiwa kufanya kazi ili waweze kupata kipato chao cha kukidhi mahitaji yao. Hii ikionyesha wazi kwamba atakayekuwa ameweza kubaki nyumbani kwa kukosa usafiri wa kuelekea kazini, mwisho wa siku huyu aliyekosa kazi lazima anataka kula na kufanya baadhi ya mahitaji muhimu. Mwisho wa siku ataweza kurejea mitaani na hata kuanza uhalifu. Ila aliyechangia haya yote ni uongozi ulioko madarakani. Na je, vipi kuhusiana na baadhi ya bidhaa muhimu ambazo zingependa kusafirishwa
kutoka eneo moja hadi lingine. Mtazamaji wangu, kuna bidhaa muhimu ambazo iwapo hazitaweza kusafirishwa kutoka sokoni ama kutoka shambani kuelekea sokoni, ndipo ambapo watu waweze kununua. Mtazamaji wangu, bidhaa hizo zitaweza kuharibika. Mwisho siku, iwapo zitaweza kuharibika, hiyo ni hasara kubwa kwa mkulima ambaye aliweza kuwa kitarajia bidhaa zake alizoweza kuwa na oda kupelekwa sokoni ziweze kununuliwa, hazitakuwa zimeweza kununuliwa kutokana na usafiri mbovu unaozidi kushuhudiwa hivi sasa kwa ukosefu wa bei za mafuta, kwa ukosefu wa mafuta ama kupanda kwa bei za mafuta. Hii ikiendelea kuashiria wazi ya kwamba kweli uongozi ulioko madarakani unazidi kusababisha gharama kubwa ya maisha iweze kuonekana ama iweze kushuhudiwa, tofauti na kile kinachozidi kutarajiwa uongozi ulioko madarakani uweze kupunguza gharama kubwa ya maisha katika serikali katika Jamhuri ya Tanzania chini ya uongozi wa serikali yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mtazamaji wangu, pia hii kwa mara nyingine inazidi kukumbusha idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania ya kwamba walilokuwa wakizungumza vijana jenzi katika maandamano yao ya amani waliokuwa wakiyafanya waliweza kuwa na asilimia kubwa ya ukweli ndani yao. Kutokana na yale yote tunayoshuhudia, kama kweli vijana jenzi wangeweza kufanikisha maandamano yao ya amani yaweze kumalizika na kuachieve kile walichokuwa wangependa kukitaka kifanyike katika Jamhuri ya Tanzania, leo hii mtazamaji wangu, idadi kubwa wa Tanzania wasingekuwa wanalilia uongozi ulioko madarakani. Hii hapo kwa mara nyingine ikiashiria kiongozi kama Mheshimiwa Humphrey Polepole, Mheshimiwa Tundu Lissu na Mchungaji Josephat Gwajima waliweza kuwa na ukweli mkubwa kwa kile walichokuwa kikizungumza kuhusiana na Watanzania waweze kuwa makini na kiongozi yupi ambaye wataweza kumpigia kura kuongoza Jamhuri ya Tanzania kwa uchaguzi ulioweza kupita. Hii ikiendelea kwa sheria wazi uongozi ulioko madarakani kweli upo madarakani, ila bado haujaweza kukubalika kikamilifu, na pia uongozi ulioko madarakani unazidi kufahamu jinsi gani ambavyo idadi kubwa ya Tanzania hawana imani kabisa na uongozi huo, na kuendelea kuwapa kipindi kigumu mbaya kabisa. Uongozi huo haujaweza kufanikisha hata baadhi ya ahadi walizokuwa wameweza kuziahidi katika serikali iliyopita na hata katika mwanzo wa serikali hii mpya iliyoweza kuidhinishwa ama kuapishwa baada ya uchaguzi wa Agosti mwaka 2025. Je, mtazamaji wangu, kwa radhi, uchaguzi uliokuwa umeweza kufanyika Oktoba tarehe 28-29 mwaka 2025. Usisahau kutuachia maoni yako katika uwanja wa comment section, subscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.